Asanteni zaidi kwa sababu ya kuendelea kutusikiza. Asanti DJ Stepper kwa sababu ya mwaliko ya kukuja hapa kwa studio zako. Nimeshukuru zaidi kwa sababu pia kuniita, ninashukuru sana. Karibu. Uliniambia umefanya utafiti kuhusu majani chai. Na ukanielezea kwamba majani chai yako na madhara mengi kwa afya ama kwa afya ya kiakili ya binadamu. Ningependa utuelezee utafiti wako. Uliona yapi mabaya yanayokufanya uambie watu ama uhimize watu wasusie kunywa majani chai? Asante sana. So, nitakuanzia na jina chai yenyewe. Chai nataka nikuelezee ili uielewe kabisa. Na kwa nini nakwambia usikunywe chai. Chai ni jina ambaye ni ya Kiswahili ambaye husimamia chai, kitu ingine sijui watu wanakunywa kila asubuhi. So, watu wengi duniani wanaumangwa na kichwa kwa sababu ya kutotumia majani chai. Ukikosa kunywa chai. Ukikosa kukunywa chai, utaanza magonjwa ya kichwa. Utaumwa na kichwa. So, kitu ingine ni majani chai hutoa mimba. Anaweza kuharibu mimba ikiwa kwa tumbo ya mama. Ya mama. Na nikuambie, ukitaka kujua majani chai ni mbaya, nataka tuanze na jina chai. Chai hutengenezwa na vitu ngapi? 4. Vitu 4. Ya kwanza, chai yenyewe. Chai hutengenezwa na maji, na maziwa, na sukari, na majani chai yenyewe. Sasa shida yangu haiko kwa hizi vitu zote, na tutaanza na moja kwa moja. Nikueleze, tuanze na maziwa. Maziwa ni ya Mungu. Na maziwa ni ya ng'ombe ama ni ya kitu yote ambaye maziwa ilipatiwanwa na Mungu. Na maziwa iko kwa Biblia na pia iko kwa Korani. Tukuje kwa maji. Maji ni uhai. Maji hata saa hii ukienda hospitali, saa hii ukiwa mgonjwa utapatiwa maji. So maji iko kwa Biblia, iko kwa Korani. Tukuje kwa sukari. Sukari ni miwa. Na miwa huanga inabadilika. Ikiwa kwa shamba ni miwa. Ikiwa pale factory inakuwa ngogoyo ama inakuwa sukari. Sukari nguru. Na bado inatengeneza glucose. Lakini sasa tukuje kwa shetani mwenyewe, majani ya chai. Nataka uelewe, ukiweka majani ya chai kwa hizo vitu zingine zote zenye nimekuambia ni maji na sukari na nini, ukichanganya hasitakuja maziwa na nini, sitakuja chai. Chai bado. So maziwa imepotea. Sukari imepotea. Maji yenye uhai imepotezwa na majani chai. Kwa sababu hata lagi itabadilika ikuwe black ama ikuwe brown. Na saa hii ukiingia kila mahali watu wako na mabirika ya chai. Kuliko ukunywe maji ama ukunywe maziwa, wewe unakunywa birika ya chai. Na ukweli, utafiti na ukweli ni kwamba afadhali hata unakunywa kijiko moja ya maziwa kuliko kukunywa chai dramu mzima. So, nikueleze kwa nini nikuambie uachane na chai. Sasa tuende kwa shamba. Tukienda pale shambani, majani ya chai huanga, nikuambie, mkulima wa majani chai akimaliza na majani chai huanga inatolewa 2 na kingine katikati wanasemanga ni sindano. Lakini ni uongo. Kwa nini nakwambia ni uongo? Hii sindano bado itakuja kukua majani. Ni venye kamejilol hakaja papanuka hivi. Kwa hivyo ujue ya kwamba ni majani 3 pande hii na 3 pande hii. Na nikwambie na ukweli, haipelekangwi pande za mbele, zinarushangwa na huku nyuma hivi kama uchawi. Hiyo ni the fact. Na ni ile mumea tu haiwezi rushwa mbele.
kila kitu ingine huwekwa pande za mbele, hata maziwa, hata nini, lakini hii hurushwa pande za nyuma. Ikimaliziwa hapo, kumbuka ikiwa pale kwa shamba, haikulangwi na wadudu, haikulangwi na ng'ombe, haikulangwi na mbuzi, hakuna kitu yoyote. Hata kondoo haiwezi kula. Hata kondoo hauwezi kula majani chai. Acha kondoo, kuna ile katapila. Hata kuna hizi vitu zimekuja Kenya juzi. Zilikuwa zinaitwa aje? Zinaitwa viwavi. Hasikuguza na zilikula kila kitu, lakini hasikuguza majani chai. So ni kueleze, ni vizuri ukitumia kitu uwange unajua inafanya nini. Sasa pale kwa shamba ikitolewa, ikipelekwa pale center, haitaenda kuangaliwa kama iko na ugonjwa. Hapana, hata majani chai haipigangwi dawa. Haipigangwi dawa, majani chai haipigangwi dawa. So ikitolewa pale, inapelekwa center kuangaliwa kama ile majani mbili na kale kingine kasidano umeweka ya 4. Ya 4 na ya 5 ni baya, na hakuna kitu inaweza kula. Kutoka hapo inapelekwa factory, na factory hakuna kitu ingine imeigojea, ni moto ya kuchoma ile majani chai. Hakuna kitu ingine, inaenda kuchomwa, lakini haitabadilika jina. Hata ikichomwa ikuwe ya brown ama ikuwe ya black, haitabadilika jina, bado ita remain majani chai. Inapelekwa kwa duka. Sasa mahali kuna nitianga wasiwasi, ni hapa unapelekewa kwa duka, haitabadilika jina ya majani chai, bado ita remain kukua majani chai. Kwa hivyo ukinunua uende nayo nyumbani, imeandikwa pale majani chai. Lakini haujaambiwa utatumia aje ama utapima aje. Kumbuka haina kipimo. Mtu anafanyanga hivi. Ukinunua ile majani na ni ya black, lakini wewe na unajua ukweli si majani, sijui mengine tuite uchawi ama tunaweza ita nini, kwa sababu si majani. Majani ni kitu yote ya green. So hii unashukua hivi, unafanya namna hii. Hii sasa sijui ni nini wanafanyanga, unafanya hivi.